Katika siasa za dunia leo, tofauti za kisiasa zimekuwa zikichukua sura mpya ambazo wakati mwingine huenda mbali zaidi ya hoja za kawaida na kisera na kuingia katika maeneo nyeti yanayohusu dini, rangi, utaifa na utambulisho wa watu. Marekani ni kama taifa kubwa lenye ushawishi duniani. Imekuwa mfano wa mijadala hiyo mikubwa hasa katika kipindi cha uongozi wa Rais Donald Trump. Miongoni mwa watu waliowahi kuwa katika mashambulizi makali ya kisiasa kutoka kwa Donald Trump ni mbunge wa Marekani mwenye asili ya Somalia, Ilhan Omar. Ilhan Omar ni mmoja wa wanawake wachache wa Kiislamu waliofanikiwa kuingia katika bunge la Marekani. Safari yake kutoka maisha ya ukimbizi hadi kuwa mwanasiasa mkubwa nchini Marekani imekuwa ikitazamwa na wengi kama ishara ya mafanikio na matumaini kwa wahamiaji na makundi machache. Hata hivyo, umaarufu wake pia unaonekana kuleta upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya wanasiasa, hasa wenye misimamo mikali ya utaifa akiwemo Donald Trump. Katika miaka ya nyuma, Trump amekuwa akitoa kauli mbalimbali dhidi ya Ilhan Omar ambazo zimezua mjadala mkubwa duniani. Baadhi ya kauli hizo zilimtaka Omar arejee Somalia, huku nyingine zikimshutumu kwa kukosa uzalendo kwa taifa la Marekani. Wapo waliotafsiri kauli hizo kama ukosoaji wa kawaida wa kisiasa, lakini wengine wameziona kama mashambulizi yanayolenga moja kwa moja dini yake ya Kiislamu na asili yake ya Kiafrika. Swali kubwa ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza ni kama kweli kuna dalili za chuki ya kidini katika mashambulizi hayo, au kama ni sehemu tu za siasa za kawaida zinazoshuhudiwa kila siku duniani. Ili kuelewa jambo hili vizuri, ni muhimu kuangalia namna kauli hizo zinavyotolewa, mazingira ya kisiasa Marekani, pamoja na historia ya Donald Trump kuhusu masuala ya wahamiaji na Waislamu. Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akijulikana kwa misimamo mikali kuhusu swala la uhamiaji. Katika kipindi chake cha urais, aliwahi kuweka sera inayojulikana kama Muslim Ban, ambayo ilizuia kwa muda raia kutoka nchi kadhaa zenye Waislamu wengi kuingia nchini Marekani. Sera hiyo ilikosolewa vikali na wanaharakati wa haki za kibinadamu pamoja na mashirika ya kimataifa, wakisema kuwa ilikuwa inalenga dini ya Kiislamu moja kwa moja. Kutokana na historia hiyo, kile Trump alipomzungumzia Ilhan Omar kwa lugha kali inayohusisha asili yake au dini yake, watu wengi huona kuna uwezekano mkubwa wa kuwepo kwa hisia za ubaguzi wa kidini au kijamii. Kumwambia mtu arudi alikotoka si kauli mpya katika historia ya ubaguzi duniani. Mara nyingi kauli hiyo imekuwa ikitumika kuwabagua wahamiaji au watu wenye rangi tofauti au wale wanaotazamwa kuwa wageni katika jamii. Wachambuzi wengi wa siasa wanaamini kuwa mashambulizi ya Donald Trump dhidi ya Ilhan Omar hayakuwa tu kuhusu tofauti za kisera, bali pia yalikuwa na lengo la kuwagusa hisia za wafuasi wake kuhusu taifa, dini na uhamiaji. Katika siasa za kisasa, baadhi ya viongozi hutumia lugha kali ili kujenga ushawishi mkubwa kwa makundi fulani ya wapiga kura. Lugha hiyo inaweza kuonekana kama njia ya kuimarisha umaarufu wao, lakini wakati huo huo huweza kuongeza mgawanyiko katika jamii. Kwa upande wake, Ilhan Omar amekuwa akisisitiza kuwa kauli za Donald Trump zinahatarisha usalama wa Waislamu na wahamiaji nchini Marekani. Ameeleza mara kadhaa kuhusu viongozi wakubwa wanapotoa kauli zinazolenga dini au asili ya mtu, kuna watu katika jamii wanaoweza kuchukua maneno hayo kama ruhusa ya kufanya vitendo vya chuki. Katika kipindi ambacho mijadala hiyo ilikuwa mikali zaidi, kulikuwa na taarifa mbalimbali kuhusu ongezeko la chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yalionya kuwa lugha ya kisiasa yenye kuhusisha dini inaweza kusababisha madhara makubwa kwa mshikamano wa kijamii. Wataalamu wa mawasiliano ya kisiasa wanaeleza kuwa maneno ya viongozi yana nguvu kubwa sana, kwani yanaweza kuathiri namna wananchi wanavyotazama watu wa dini au jamii tofauti. Hata hivyo, wafuasi wa Donald Trump
wana mtazamo tofauti kabisa. Kwao, Trump alikuwa akifanya kile ambacho mwanasiasa yoyote ana haki ya kufanya, yaani kukosoa wapinzani wake wa kisiasa. Wanasema kuwa lawama za chuki ya kidini hutumiwa kisiasa ili kumchafua Trump na kupunguza ushawishi wake. Kwa mtazamo wao, mashambulizi dhidi ya Ilhan Omar ilikuwa tu sehemu ya ushindani wa kawaida katika chama cha Republican na Democratic. Licha ya tofauti hizi za maoni, jambo moja haliwezi kupingwa: lugha inayotumiwa na viongozi wa kisiasa ina athari kubwa kwa jamii. Kauli zinazogusa dini, rangi au taifa zinaweza kuongeza hofu, chuki na mgawanyo miongoni mwa wananchi. Ndiyo maana wataalamu wengi wa siasa na wanaharakati wa haki za kibinadamu husisitiza umuhimu wa viongozi kutumia lugha ya heshima hata wanapokuwa katika tofauti kali za kisiasa. Mgogoro huu kati ya Donald Trump na Ilhan Omar umegeuka kuwa mfano mkubwa wa mjadala kuhusu nafasi ya dini na utambulisho katika siasa za kisasa. Wapo wanaouona kama ushindano wa kawaida wa kisasa, lakini wapo wanaouona kama ishara ya changamoto kubwa zaidi ya ubaguzi wa kidini na kijamii katika jamii za kisasa. Katika dunia inayozidi kuwa ya watu wa tamaduni na dini na asili tofauti, viongozi wa kisiasa wanabeba wajibu mkubwa kuhakikisha tofauti hizo hazitumiki kama silaha ya kuwagawa watu. Badala yake, siasa zinapaswa kuwa daraja la kuunganisha jamii na kujenga mazingira ya kuheshimiana. Kwa kuhitimisha, mashambulizi ya Donald Trump dhidi ya Ilhan Omar hayawezi kutizamwa kama siasa za kawaida pekee. Ingawa kuna vipengele vya ukosoaji wa kisiasa, kuna dalili nyingi zinazoonyesha uwepo wa chuki ya kijamii na chuki ya kidini, hasa dini ya Uislamu kwa Ilhan Omar, kutokana na lugha inayolenga asili yake pamoja na dini yake. Mgogoro huu unafungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya dini na utambulisho katika siasa za kisasa na umuhimu wa viongozi kutumia lugha yenye kujenga badala ya kubomoa. Kwa jamii pana, hili ni funzo kwamba maneno yana nguvu na yanaweza kujenga au kubomoa mshikamano wa watu. Ni wajibu kila mmoja wetu kuchagua upande wa haki, heshima na maelewano. Aliyekuletea makala hii ni mimi, Ramadhan Jande.